Kuishi kwa hofu huku maandalizi ya kujiunga na shule mbalimbali yakiendelea licha ya zaidi ya wanafunzi 300,000 kutuma maombi ya kubadilisha shule walizoteuliwa kujiunga nazo. Wito umetolewa kwa serikali kuwahakikishia wazazi kuwa wanafunzi hao watapata mazingira bora ya masomo, hasa ikizingatiwa kuwa baadhi ya shule katika eneo la Gusii bado hazijapata idadi ya kutosha ya wanafunzi. Kauli hizi zilitolewa wakati wa mkutano wa wanafunzi wa zamani wa shule ya wavulana ya Nyansabakwa, kaunti ya Nyamira, ambapo wazazi walihimizwa wenzao kutembelea na kuimarisha shule hizo, huku wakitaka serikali kuhakikisha changamoto zilizoshuhudiwa mwaka 2025 hazijirudii mwaka wa 2026. Sisi tumekutana leo hii hapa kwa sababu mzee ambaye tumekuja kwake, Wilfred Mengo Chichi, ni mzee wa zamani. Kwa wale wazee ambao tunakutana nao mara mingi, yeye ndiye mzee anatuelekeza kama mzazi, na tumekutana kwa sababu tuko na mambo yetu ya welfare na tuko na mambo ya kujenga shule. Kwa hivyo tumekutana, tumediscuss ya maneno yote, tuone vile tutaendelea mbele. Liloko ni kwamba wazazi tukumbuke ya kwamba sherehe zimeisha sasa na watoto wetu wanarudi shule. Liloko ni kwamba tafadhali warudi shule, tusianze kulia mapema, maana kujipanga mapema ndio kupata kila kitu iwe sawa sawa. Kwa hivyo watoto warudi shule. Hata Nyansabakwa yenyewe wanahitaji wanafunzi wengine, tupeleke huku shule yetu iweze kuendelea. Lakini pia ni vizuri pia niseme kwamba ukizungumza na wazazi kuna mahangaiko sana sana kwa hii mfumo mpya wa CBC. Walimu wanahangaika, hawajajua wafanye nini, hawajajua kama pesa itakuwa ili ya kuelekeza kwamba watoto wataingia shule namna gani, na pia hatujajua vile selection itafanywa. Kuna shule zimepata, na nilikuwa naongea na maofisa wananiambia kuna shule na haya